katibu wa bodi ya ligi ABT Super Cup 2026. Kikao cha pili kimefanyika, draw imechezeka. Unataka kuniambia ni kitu gani ambacho umekiona leo ni kizuri kutoka kwa watu ambao mmewaalika, wadau, makocha, captain? Kitu gani kizuri ambacho kimekuvutia leo? Cha kwanza ni kufika kwao kwa zile timu ambazo zimelipa ada. Hicho ni kitu ambacho sisi tulikuwa tunataka wote wafike ili draw ifanyike kwa haki. Na nadhani ni timu mbili ndo hazijafika, lakini zilitoa udhuru, lakini pia draw imefanyika kwa haki na kila mtu ameona ni timu gani atakutana nayo, ni atacheza na nani. Kwa hiyo hicho ndo furaha kwangu kwamba tulivyotarajia ndicho hicho kilichotendeka. Naam, lakini pia wadau wengi nimeongea nao hapa na wengi wamekuwa wakipongeza sana bodi ya ligi kwa kusema kwamba mambo yao ni ya wazi na wako smart. Unahisi ni kwa ajili gani nyinyi mmeweza kuwa smart kuanzia ngazi ya mwenyekiti mpaka ngazi ya wajumbe? Ni kila siku huwa tuko smart. Ukiachana na bodi ya ligi, lakini kila mmoja kwenye bodi tuko smart na tunapenda uwazi. Hata sisi kwenye vikao vyetu vya bodi huwa tunasema kwamba tutende haki. Haki inapotendeka mchezo huwa unashinda. Na ndio maana tuliwaambia hata mwanzo kwamba viongozi wa vilabu wasajili timu ambazo zitakuja kuleta ushindani na wasisajili kwa sababu pengine kuna kiongozi yupo kwenye bodi ya ligi au kuna mjumbe yupo kwenye bodi ya ligi atasaidiana naye. Hicho kwetu kama bodi ya ligi hatuna, tutafanya haki na kila timu itashinda kutokana na uwezo wake na namna alivyojipanga. Naam, lakini pia tulikuwa tunategemea kikao cha kwanza tulisema tunahitaji timu zaidi ya 100. Lakini mpaka sasa tumepata timu 24. Unahisi changamoto ni nini? Hilo kwetu ni bad luck na nahisi timu zimepata changamoto kwa sababu ya ada na mambo mengine. Siwezi kuzisemea, lakini sisi target yetu hata kama zingekuepo timu 100, mdhamini alikuwa yuko tayari kubeba ligi kutokana na idadi ya timu. Lakini kwa hao ambao wamepatikana tunashukuru, kwa sababu hatuwezi tukasubiri watu ambao pengine hawakuwa tayari au pengine wamepata changamoto zingine ambazo hawakuweza. Yaani pengine watu wanahisi kwamba ni hiyo ada, lakini wakishalipa ada kuna usajili wa wachezaji, unakuta timu inaangalia sasa pengine sisi tukilipa ada afu wachezaji pia hatuna. Kwa hiyo pengine nao kwamba lawezekana ndio imekuwa ni sababu. Naam, lakini pia ukiangalia Chunya kwa kipindi ambacho umekaa toka ilipokuwa imeanza hapa tulipo na tunakoelekea, unaionaje michezo? Kwa Chunya michezo watu wanajitahidi, lakini kwetu sisi tumejitahidi zaidi kwa sababu hamna ligi ambayo imewahi kuchukua thamani kubwa kama hii ambayo tumeandaa msimu huu. Huwa tunaandaa kila mara, lakini kwa msimu huu mdhamini mkuu ameweka dau kubwa. Ukiona watu wanashindania, mshindi wa kwanza anashindania milioni 10, unajua hilo ni dau kubwa. Ni ngazi kabisa, ni sawa na Muungano Cup ile ambayo inachezeka kule Zanzibar. Na kama tunazidiana basi ni hela ndogo sana, lakini thamani yake ni kubwa, na hata hizo ndondo zingine ambazo huwa zinachezeka sidhani kama kuna mshindi wa kwanza anachukua milioni 10. Nadhani hii ya huku ndio mshindi wa kwanza anachukua milioni 10, mshindi wa pili milioni 5, mshindi wa tatu milioni 3, na kuna zawadi mbalimbali, kuna medali, kuna vyeti. Kwa hivyo vitu tumeunganisha. Kwa ukichukua thamani ya ligi kwa ujumla ni karibia milioni 70. Naam, na neno lako la mwisho kwa vilabu ambavyo tayari vimeshajua vinakutana na nani na nani anakutana na nani. Una nini cha kuambia kuelekea maandalizi ya tarehe 1 mtanange unaanza kutimua vumbi hapo Matundasi A uwanjani? Kwanza ni waalike wakazi wa Matundasi, wakazi wa Chunya, wakazi wa Mbeya wafike siku ya tarehe 1. Waje waone mbungi. Tunawahitaji waje washuhudie furaha. Viongozi wa vilabu wazingatie yale ambayo tumekubaliana kwenye kikao. Sababu hiki kikao ndio kikao cha mwisho. Sasa hivi timu zinaenda kujiandaa na sisi bodi ya ligi tunaenda kuandaa mazingira ya uwanja ili mambo yakae sawa. Kwa hiyo wao kama walivyojiandaa wakatekeleza yale ambayo tumekubaliana kwenye kikao, alafu wadau, watu wa Matundasi, Makongorosi, Chunya, Mbeya wote waje washuhudie timu zao, kwa sababu timu zimejisajili nyingi. Kuna timu inatoka Mkwajuni ambao ni Songwe, kuna timu zinatoka Saza, kuna timu zinatoka Mbeya mjini, kuna Matundasi, kuna Makongorosi, kuna Chunya. Kwa hao mashabiki waje waonge timu zao, waje waone burudani Matundasi. Na wakaribisha sana. Natakia kila la heri. Asante sana.